Wizi wa mtandaoni ni wizi ambao unafanyika kwa kukosa umakini. Sababu kubwa ya wizi wa mtandaoni kufanyika ni ile kukosa umakini na kukosa elimu ndogo ndogo ambayo inaweza kusaidia kwa ajili ya kujilinda kwa namna moja ama nyingine. Wizi huu unafanyika kwa mfumo au mifumo miwili mitatu kama sio minne, ambayo sasa common inatumika kwa ajili ya kutekeleza wizi huu. Wizi huu especially unatumika kwa kubofya linki ambazo hauzijui au hauna uhakika nazo. Linki hizi zina pop up kwa kulingana na vitu ambavyo unakuwa unatembelea kwenye browser yako au kwenye simu. Hizi linki zinatengenezwa na mtengenezaji anatumia udhaifu kwa vile vitu ambavyo wewe unakaa unavifuatilia mara kwa mara. Kama wewe unafuata mpira, basi linki hizi zitakuja kwenye mfumo wa mpira. Umeona? Kuna linki nyingine zinakwambia umeshinda pesa, unatakiwa kubofya linki fulani. Nyingine nakwambia bwana, kuna account yako imefungwa, pata linki fulani kwa ajili ya kuifungua, tuma kwenye namba hii, zinakuja kwenye pop up ya simu. Umeona, akaunti yako ya benki itafungwa, fuata utaratibu fulani kwa ajili ya kufanya jambo fulani, shinda pesa, bofya hapa au download app hii kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Wizi huu unafanyika kwenye expertism ya mifumo kama hiyo, lakini kuna njia mbalimbali unaweza kuzitumika kuepuka vitu kama hivyo. Namba moja, unaweza kutumia specifically app ambazo zile app zinaweza kusanua kwamba bwana, hili jambo unaloingia bwana sio lenyewe. App namba moja ni SMS scam detector. Hii SMS scam detector inatumika kwa ajili ya kudetect message ambazo sio sahihi, ambazo kwako zinaweza zikuwa salama. Application hii inaweza kunotify kwamba bwana, hichi kitu unachotaka kuingia sio salama, unatakiwa uwe makini, kwa sababu zile app pia zinatengenezwa kwa ajili ya kwenye mifumo mbalimbali kwa ajili ya kukuattack wewe mtumiaji. Hii SMS scam detector unaweza kuinstall kwenye simu yako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaweza ukajilinda kwa namna moja ama nyingine. Haina cost yoyote, unaweza kuiweka kwenye simu yako kwa ajili ya kusaidia kutambua au kusanua. Maana yake ukishasanuka utaongeza umakini na utagundua kwamba hichi kitu sio sahihi. Namba mbili ni Truecaller. Truecaller hii kwa message yoyote au call yoyote ambayo inaingia kwenye simu inaweza kusanua kwamba bana, hii call ambayo imeingia kwenye simu yako ni kwa ajili ya wizi. Inaweza kuwa ni online call au ni call ya kawaida. Inaweza kusaidia kwa ajili ya kutambua ukiinstall hii application inakusaidia kujua kwamba bana, hii call sio ya kawaida, inaweza kuchukua uangalifu zaidi. Nyingine inaitwa Malwarebytes. Hii pia inakusaidia kwenye masuala ya phishing method, yani zile pop up information zinazokuja kwenye mfumo wa internet ambazo zinakushawishi wewe uingie katika mfumo wa kuweka taarifa zako ambazo zinahusiana na miamala na banking system zote. Inakusaidia kwa hiyo inakuja kwenye mfumo wa message na pia inakuja kwenye mfumo wa kuattack kwamba kuna tatizo fulani la kimtandao au kuna tatizo fulani linalohusu masuala ya security au kompyuta yako labda imeharibika, bofya hapa kwa ajili ya kupata taarifa hii au kwa ajili ya kupatia msaada zaidi. Utakapogusa linki, basi utakuwa umetoa access moja kwa moja kwa mtu ambaye anataka kuibia taarifa hizi kwa ajili ya kukamilisha lengo lake. Na hii pia kuna malware pop-up scam. Hii pia inatumika kwenye masuala ya account sana sana, sawa? Kwambia bwana, labda account yako imefungwa, bofya hapa. Kuna tatizo fulani ambalo linatokeza, bofya hapa. Kwa hiyo unaweza kuepukana nayo. Pia kuna Google Play Protect. Hii pia inaenda kwenye mfumo wa Play Store, bofya kwenye upande wako wa kulia, alafu utaona kuna Google Play Protect. Google Play Protect inakusaidia usiweze kuinstall application yoyote ambayo sio salama. Maana application nyingi sana zinatokea pale ambapo unataka kuingia kwenye mtandao au una browse vitu mbalimbali. Kwa hiyo hii application yoyote ambayo sio salama inakusaidia kukusanua, inakusanua, hata ikusanui inakusaidia kukuprotect hata wewe mwenyewe bila kujua. Kwa nenda katika Play Store, jaribu activate Google Play Protect, na kama kuna application ambazo ni mbovu au ambazo unazitumia, jaribu kuziangalia, itakusaidia kwa ajili ya kukutambua, kuelekeza kwamba hizi application unazozitumia sio sahihi. Kwa hiyo unaweza kuwa makini na hizo site ambazo unakuwa unatembelea kwenye masuala ya kusoma au kwenye masuala ya documentation yoyote ile. Kwa hiyo ukishagushia kuwepo pale zile kwenye listi, itakusaidia kugundua kwamba hizi application sio sahihi. Na nyingine ni SMS scam checkup. Hii ina scan kwenye masuala ya message ambazo zinaingia kwenye simu yako, inaweza kusaidia kuscan na kukuambia moja kwa moja kwamba hii application
sio sahihi. Note, application inaweza kusaidia lakini uamuzi bado ni wa kwako. Yaani application inakusaidia lakini uamuzi pia ni wa kwako. Kwa hiyo make sure kwamba application inavyokusanua unatakiwa uwe makini. Kinachotakiwa hapa ni wewe kuongeza umakini kwamba hii application imenisanua, ngoja nichukue hatua. Pia usishare OTP. OTP ni one time password, ni zile password ambazo zina pop up kwenye ujumbe wako wa message zikikuomba kwamba ile message unatakiwa uishare kwa mtu mwingine. Kwa hiyo usiweze kushare OTP kwenye simu. Ukipigiwa simu mtu akikuomba kwa jumla message kwamba naomba nitumie OTP, maana yake anataka kupata access ya kuingia kwenye simu yako. Sawa, piga simu kuhakikisha. Mtu akikuomba piga simu, piga simu kuhakikisha kwamba huyu mtu unayetaka kumtumia pesa ndio mwenyewe. Piga simu kuhakikisha. Sawa, pia usibofye linki ambayo hauifahamu imetokea wapi na wala haina source yoyote ya taarifa ambayo ni muhimu zaidi au unaweza kuiamini. Kwa hiyo baki salama, jilinde na wizi wa mtandaoni.